Okay, YouTube friends, ni siku nyingine tena, na kiukweli kabisa, if you want to change your life, kama unahitaji kubadilisha maisha yako, nakuahidi, unaweza usiniamini, but ninakuahidi, if you want to change your life, kama unahitaji kubadilisha maisha yako, brother, lazima ukubali kuchagua kufanya maamuzi magumu. Na maamuzi magumu hayo ni yapi? Katika psyche ya mwanaume, katika uhalisia wa mwanaume, especially wanaume wa kizazi hiki, the way ambavyo tunaendelea kuprogramiwa kutokana na device kama simu, kutokana na hali ya maisha na vitu vingine, miongoni mwa kitu ambacho kwetu ni kigumu, I'm telling you, sio kutafuta hela, sio kufanya kazi, sio mapenzi, sio chochote bro. Kitu ambacho kinatuchanganya wanaume wengi, sosi yake kubwa, kinatokana na seksi, kinatokana na ngono. Nitakwambia kwa ufupi ngono maana yake ni nini. Seksi sio kitendo cha kujamiana kati ya wewe na mwanamke, si unanielewa? Seksi maana yake ukianza na neno S, maana yake ni seksi, herufi E ni energy, X ni exchange. Kwa unaposikia maana sex maana yake ni mbadilishano wa nguvu za kiasilia. Sex sio kufanya mapenzi, ni mbadilishano wa nguvu. So nguvu hizo unabadilishana na nini? Nguvu hizo unaweza ukazitoa ndani yako ukaziweka kwenye kazi. Nguvu hizo unaweza ukazitoa kupitia sauti, ukaimba music nzuri. Nguvu hiyo unaitoa kama maarifa, kama mimi hivi ninavyofanya. Nguvu hiyo unaweza ukaitoa ukaandika kitabu. Nguvu hiyo unaweza ukaitoa ukaipeleka kwenye boxing kama Mike Tyson, whatever. So watu wote duniani ambao unawafahamu wamefanya mambo makubwa, bro, I'm telling you this secret. I'm telling you this secret. Wamehifadhi sex energy zao, nguvu zao za kufanya mapenzi bro, wamehifadhi. Na unakuja kuwa tajiri, of course yes, I believe on that. I believe 100% I believe on that. Kwa maana kwamba lazima tu uje ufanikiwe. So na faida zake zinakuwa zinatoka kwenye physical, yani kwenye uhalisia wa maisha wa kimwili, zinakuja kwenye uhalisia wa maisha ya kiakili, na zinakuja kwenye uhalisia wa maisha ya kiroho. Na miongoni mwa alama ambazo utakuja kuziona bro, your skin is gonna change. Ngozi yako, utatumia kipodozi chochote. You see bro, my skin haipo na shade, I don't use any supplement. My eyes, macho yangu yanakuwa yanaona, yani like ukimwangalia mtu it just like unamuona from the soul. Ni kwa sababu gani? Ngoja nikugee hii trick hapa. Ni kwamba unapoangalia picha za ngono au unapofanya masturbation, ukimaliza tu kufanya kile kitu unakuwa unajiogopa. Kwa sababu hata kile kitu unajifanya ukiwa unajificha. Nani ataniona? Itakuwaje? Kwa nini hivi? Mimi sitaki jamani. Kwa nini sitarudia tena? So hiyo so asili ya mwanaume kufanya kitu akiwa anaogopa. If you are a real man, stand, sema mimi nafanya masturbation and then do. Hata mtu akikuona kwa bahati mbaya usifeel shame, usiogope. Hivyo ndo mwanaume anafanya mambo yake. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kitu kwa kuogopa, itakuwaje mimi, umejifungia mwenye ndani. Ukitoka nje unadhani watu wakuone, kumbe unachokifanya kwa siri ndo watu wanachokiona. Kwa mfano fanya push up 10 tu kila siku ukiwa mwenyewe, alafu angalia confidence ambayo utakuwa nayo nje. It's just like hamna mtu anaweza kunipiga mimi. Wewe unanijua mimi nafanya push up 10 kila siku asubuhi. You see, you train your mind katika mfumo. So ukiwa unatoa zile spam bro, unapoteza vyakula, unapoteza nguvu zako za asili kutoka kwa mababu, unapoteza elimu, unapoteza mng'ao wa ngozi yako, kucha zingai, whatever. Hata attraction kwa wanawake pia inakuwa haipo. So let's go. Twenzetu wanaume zangu,
save mbegu zetu, na sio tu kuhifadhi, bali tuhifadhi alafu tu transmute. Yani kwa maana unapohifadhi zile mbegu, kwa mfano hujafanya masturbation, huja engage katika sex, hujabadilishana nguvu yako ya sex na mtu wote ndani ya tuseme ndani ya siku 14, wiki 2, sawa, unakuwa unasikia mwili sasa ile ambao wanaita nyege, nisema sawa, ile sasa ile ni energy, ile ni nguvu, ambayo ile nguvu sasa kwa kuwa tumeprogramiwa kuwa wadhaifu, ile nguvu tunaona sehemu pekee ya kuipeleka ni kwa mwanamke, but still ile nguvu ina sehemu nyingi sana za kuipeleka. Kwa mfano unaweza ukasikia ile hali alafu ukapiga push up ndani ya dakika 3 tu, unaona ile hali tayari imeondoka na muscles zako, misuli yako itakuwa. Kwa mfano umeisikia ile hali, ukachukua kitabu, wewe ni artist, mwimba muziki, ukakaa ukaanza kutunga mistari, bro, utapata mistari ambayo hujui imetokea wapi. I'm telling you. Kwa mfano wewe ni fundi, sawa, unajisikia nyege, ingia kwenye project ambayo uliiacha, ikamilisha, alafu utaniambia. Kama ni garden na mkata miti, sawa, peleka hiyo energy kwenye huko kukata miti, afu utaniambia the unavyokata hiyo miti. Kwa wameprogram hizi picha za ngono, ukienda ma Instagram watu wanakaa utupo, lengo ni kupunguza hiyo dopamine, nguvu ya ufanyaji kazi kwa mwanaume. So lengo, narudia tena, lengo ni kupata wanaume 20,000 tu, wanaume 20,000 tu, wanaume 20,000 tu ambao tuta save energy zetu katika miili yetu, kwa sababu sisi ndo protector. Just kubali, kataa. Yani kama mwanaume wewe ndo mlinzi, na uwezi kuwa mlinzi kama hauna mbegu nyingi mwilini, na zile mbegu hauna pa kuzipeleka. Na ndio maana hata Spartan, wale mawarrior wa Kigiriki, walikuwa waendi vitani kwa muda siku 40 kabla. Yani wanakaa bila kufanya sex siku 40 na nzeni wanaenda vitani. That's why wanakuwa wana nguvu, na hata wacheza mpira hivyo. Kwa ndugu zangu, usisahau kulike hapo, usisahau kuacha comment, na nahitaji sana comment zenu. Acha comment hapo, share hii video, twende mbele, au vipi? Next time.